Leo tutakuletea mfumo wa school fees management system. Nadhani nauona kwenye mitandao, lakini sikuwahi kutoa demonstration ya namna ya kutumia mfumo huu. Hiyo dashboard yetu inaonyesha sehemu ya username and login. Utaweka password yako na username yako. Mfano, kuna account yetu ya shule ambayo tunatufanyia mfano. Hii hapa. Tutaanza na account ya mhasibu. Ina sehemu muhimu ya mhasibu. Utaanza kujaza taarifa za msingi. Weka password yako hapo, utabonyeza okay. Imefunguka dashboard yako. Mfumo wetu una sehemu kuu 1, 2, 3, 4, 5. Sehemu ya dashboard, profile, student payment na report. Hii ndio dashboard kwa wanafunzi wako wote. Ukishakuwa umewasajili kwenye shule yako, wanafunzi wako wote wataonekana hivi kama unavyoona hapo kwenye screen ya shule yetu ya mfano. Utakuta idadi ya wanafunzi ulionao na wanafunzi 102. Kiwango cha fedha ambacho kimelipwa ambacho kinategemewa kulipwa ni hicho hapo. Kiwango cha fedha kilichopo mpaka saizi na kiwango cha fedha ambacho hakijalipwa ni outstanding balance. Tutaanza kwanza kudiscuss sehemu inayoitwa ya student. Hii ndio sehemu yetu ya kwanza, sehemu ya student. Student ndio sehemu yetu mama ya mfumo. Ndio sehemu mama ya mfumo. Sehemu ya student lazima tuanze kusajili wanafunzi kwenye mfumo. Kwa baada ya hapo, wanafunzi wa shule wote wasajiliwe katika mfumo wa ada. Kila mwanafunzi hakikisha amesajiliwa kwenye mfumo wa ada. Miliki wa shule, acha kupoteza pesa. Acha kukaa nyumbani. Tumia mfumo kujua mwenendo wa makusanyo ya ada katika shule yako. Huo ni mfumo wa online. Natumia simu, natumia kishkwambi, natumia kompyuta, whatever. Kwanza kabisa utaanza na usajili wa wanafunzi. Hii sehemu imeandikwa usajili wa wanafunzi. Utaingia hapo pameandikwa add student. Utasajili wanafunzi hapo au utapakua template. Utapakia wanafunzi. Tuanze kwanza na add student ya manual. Hii ni sehemu utaada student manual kwenye mfumo. Ambapo hapo utaanza ya kwanza kabisa utaandika registration number ya wanafunzi. Kwa mfano hii hapo, jina lake tutaandika labda anaitwa Pili Juma Kibumbuso. Jina lake full, jenda, huyu ni mtoto wa kike. Darasa la ngapi? Huyu ni darasa, labda tumeke darasa la kwanza. Tarehe yake ya kuzaliwa utaandika hapa tarehe 12 mwezi wa pili 2020 maybe. Namba ya simu, parent name, jina la mzazi, labda utamleka Mgalula. Namba yake ya simu utaandika hii hapo, utachukua utaweka. Address ya kupatikana mtoto utaandika. Student photo, namba, picha ya mtoto. Kama ipo ni option, yani sio lazima, ni option. Ila kama ipo utaweka. Labda tuchukulie mtoto na picha yake, ila sio lazima. Kama mtoto na picha, kama una picha unaweza ukaacha, ila kama una picha za wanafunzi unazo unaweza ukaziweka. Labda tutumie hii picha ya Sai, tuweke kama picha ya mtoto. Kama ipo, sio lazima. Hii ni sehemu ya option. Darasa la kwanza lipa ada shilingi ngapi? Utachagua wewe sehemu uandike ada ya installment au ya full ya mwaka mzima. Labda andike ada ya installment ya miezi 3. Kwa utaandika hapa kiwango cha ada hapo utaandika labda 300,000. Andika ada yako 300,000 hapo. Then after utabonyeza save student. Wanafunzi wako anakuwa ameseviwa kikamilifu. Wanafunzi wameongezeka kutoka 102 mpaka 103. Kwa ukija kumtafuta mwanafunzi ambaye ulikuwa unamtafuta Pili, unaweza kuja kwa search hapo ili iwe rahisi kuweza kumpata. Pili atakuja hapo kwenye mfumo, utaona wa Pili wote
waliopo kwenye shule yako. Pili huyu hapa, Pili Juma Kibumbuswa, na picha ambayo tulikuwa tumeweka sana yenyewe imeweza kuonekana. Pia unaweza hapa kumuona profile yake hii hapo, Pili Juma Kibumbuswa. Unaweza kumuedit, taarifa zake hizo hapo, ka edit labda darasa la kwanza, labda darasa la pili, unaweza kubadilisha na uka-update. Kija kwa Pili, ukifungua tena hapo ukimsearch, utakuta taarifa zake zote zimeshabadilika. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza ya kusajili wanafunzi kupitia njia ya mfumo. Pia unaweza kuja ku edit au ku delete, whatever the case, unaweza kufanya hivyo. Hatua ya pili, unaweza ku download template ya wanafunzi ambao unataka wewe kuweza kupandisha hayo majina ya wanafunzi. Hatua ya pili, unaweza ku download template hapo, export template. Hii template yako imeshakuwa downloaded, unaweza kuifungua na ukajaza wanafunzi wako wote kupitia nje kama unavyoona hapo, ukajazia wanafunzi wako nje ya mfumo, then after ukaja ukapandisha kwenye mfumo. Hizi ni njia ambazo zinakubalika. Hatua ya tatu na hatua ya muhimu ni hatua ya payment. Narudia tena, wamiliki wa shule, tumieni huu mfumo, utawasaidia sana. Hakikisheni mhasibu anasajili wanafunzi wote kwenye mfumo. Msikae nyumbani mtakuja kulia. Watu hawatasajili wanafunzi kwenye mfumo. Wewe utajua wanafunzi 200, kumbe kuna wanafunzi wanasoma shule kinyemela. Wewe umekaa nyumbani unasubiri hela. Shauri yako. Twende kwenye payment. Hii ndio sehemu muhimu ya mfumo. Haya, mwanafunzi anakuja kulipa ada shuleni. Cha kwanza kabisa, mfumo, mhasibu ndio mtu pekee kwenye huu mfumo anayeweza kukusanya payment. Watumishi wote au mwalimu mkuu, mmiliki wa shule hawezi kukusanya payment kwenye mfumo. Anayefanya payment ni mhasibu pekee. Watu wote wanaotumia mfumo au kuona huu mfumo hawawezi kufanya payment. Tumeweka hilo zuio ili kumwezesha mhasibu afanye kazi yake kwa uhuru na ufanisi mkubwa. Ili error yoyote ikitokea, errors yote kwenye mfumo, masuala ya ada, yeye awe wa kwanza kubi responsible. Mfano, mzazi kafika shule kuja kulipia payment. Cha kwanza kabisa, mhasibu utabonyeza sehemu imeandikwa add payment. Ukibonyeza add payment, dashboard yako itafunguka kama unavyoiona hivi kwenye screen yako. Cha kwanza kabisa utachagua darasa. Mzazi kafika darasa gani? Darasa la pili. Mwanafunzi nani unamtaka kulipa ada? Darasa la pili. Watatoka wanafunzi wako wote darasa la pili. Haya, Pili Juma Kibumbuswa kaja kulipa ada. Shilingi ngapi? Kalipa 150. Mhasibu huyo utaulizwa received payment au received by. Nani kapokea hela? Bwana mhasibu Juma Ali ndio kapokea hiyo fedha. Je, njia malipo iliyotumia huyo Pili Kibumbuswa ni ipi? Cash, bank, mobile money au check? Ni bank. Almost wazazi wanalipia bank. Haya, transaction and receipt au reference number. Kwa hapo utaandika namba transaction, hapa tuseme utaandika hapa NBC namba ya ile namba ya malipo TLU 12345. Ndio namba yake aliyolipia. Ile namba ya receipt kwenye ile benki. Utaulizwa hapa ni option, ni mark option. Utaandika hapa asante mzazi kwa kulipa ada. Utaandikia mzazi ajisikie kidogo yupo sehemu salama. Baada ya hapo utabonyeza save payment. Ukibonyeza save payment, mfumo utaanza kuchakata. Wow. Baada ya kubonyeza save payment, mfumo utakutengenezea receipt. Receipt yenye logo ya shule yako, receipt yenye jina la shule yako,
Risiti ni taarifa zote za msingi za malipo ya ada. Kwa hiyo utakuta risiti kama hii, jina la shule, official school receipt, taarifa za mtoto aliyelipa ada zote, kwamba amelipia lini, namba ya risiti, amelipia lini and payment. Hapo utakuja student name, jina lake lote, darasa lilopo, kiwango cha ada alicholipia, amelipia shilingi 150. Aliyepokea, kila kitu kitakutokea kwenye mfumo. Afu nyuma utakuta kuna background ya jina la shule yako kama unavyoona hapo. Yaani ionyeshe kwamba ni original. Utaonyesha payment summary, kiwango cha ada ambacho anatakiwa kulipa ni 300,000. Amelipa shilingi 150, anadaiwa 150. Mbona mfumo ndio sivyo? Hapa chini pana cashier signature and school stamp. Kwa sehemu ya sahihi ya mhasibu na atagonga muhuri. Mhasibu kama ana mashine ipo ambayo inaweza kuwa ipo connected na kuprint, anaweza kabonyeza print na receipt yake ikawa printed kama unavyoiona hapo kwenye screen yako. Kwa mhasibu anaweza kuprint. Baada ya kuwa tumeshaanza kuona namna ya kufanya payment kwa mwanafunzi ambaye kaja kulipa ada shuleni, ndio kama mfumo unavyoonyesha hapo. Utapata receipt, utapata ujumbe mfupi wa SMS kwa mzazi kwamba umelipia kiasi kadhaa, sababu wazazi wengi watuma watu kulipa ada shuleni, ampa tu fedha, analipia, apeleka receipt. Unakuta migogoro baina ya wamiliki wa shule, wahasibu na wazazi. Mzazi anasema kwamba yeye ameshalipia ada, wewe kuweka kumbukumbu, njoo receipt kapoteza. Kwa hiyo ni rahisi kuweza kuingia kwenye mfumo na kumtumia ujumbe kwamba ulilipia siku fulani, receipt yako hii hapo, na yeye mzazi akatunza ile SMS ili kuweza kufanya kazi kwa ufanisi. Baada ya hapo, hatua inayofuata ni hatua ya report. Hii sehemu ya report, wahasibu wengi huwa ni wajanja sana kwa wamiliki wa shule. Hii kipengele huwa wanawasumbua sana kwa hapa report. Subiri nifanye trial, nifanye trio, si balance, si nifanye nini. Kwa hiyo wewe mhasibu mmiliki wa shule ndaka report, unaambiwa subiri wiki, subiri mwezi, subiri wiki, niko busy. Hapana, niko busy, subiri. Hapana. Kiingia kwenye mfumo ni chapu kwa haraka. Utaingia sehemu ya report, utabonyeza, mfumo wako utafungua kama unavyoona. Ni ripoti ambayo unaweza ukapitia kwa njia ya kuona. Kwa ya kwanza kabisa utaingia kwenye open report. Hii sehemu utafungua kuona taarifa za awali, lakini utaona tu dashboard jinsi ilivyo, idadi ya wanafunzi na waliolipia. Utaingia katika outstanding balance. Hii sehemu ya outstanding balance hasa sana kwa wahasibu itawasaidia sana kuweza kuona mwenendo wa wanafunzi ambao hawajalipia. Kwa utaingia hapo, utakuta wanafunzi wako wote shule nzima. Wanafunzi ambaye kamaliza ada, mfano huyu Amalima kamaliza ada yote ambayo kwenda hiyo 500,000 kalipa yote cleaned, au wengine wote hawajalipa kama pending, ada ya milioni 1 hajalipa yote, hao wote hawajalipa hata nusu, hata kupunguza hawajalipa. Kwa hiyo utakuwa unaona darasa la 7 wote hawajalipa. La 7 ni hatari. Na unaenda kumaliza shule mwezi ujao, lakini wanafunzi hajalipa hata shilingi 100. Kwa hiyo rahisi wewe kuweza kukusaidia kutrack hao wanafunzi ambao ni wasumbufu kwenye malipo ya ada. Baada ya hapo tuone another area, tuingie katika collection report. Utafungua, utaona wanafunzi ambao at least wamelipa kidogo. Mfano kama hawa wamelipa kidogo, hawajamaliza ila wamejitahidi kulipa. Kwa utakuwa unapitia kuona darasa ambalo limelipa na wanafunzi ambao wamelipa miamala yao yote, utaiona kwenye mfumo hapa. Kila muamala uliofanyika hapa, wahasibu utawasaidia kwenye kutunza kumbukumbu, sababu wahasibu madaftari huwa ni mtihani. Unakuja kufuatilia, mkurugenzi unafuatilia malipo ya ada shuleni kwa kumbukumbu za walimu, ofisi imeungua moto. Ofisi inaunguaje moto? Ingia kwenye mfumo upitia. Kiongozi si shoti, nyumba imeungua, nyaraka zimeungua, ama swala ya ngoso hapa hayapo. Unaingia kwenye mfumo, unaona kila kitu. Nyaraka ziliungua,
ashapiga hela kama nyaraka zimeungua. Nyaraka zimeungua nguaje? Kwa ukiingia hapo utakuta details zote za ada zilizolipwa kwa wanafunzi wote. Hata kama wanafunzi kafanya miamala mara 7, wale watu wazee wa kulipa kidogo kidogo, utakuta majina yao, mtoto wake yote. Kwa mfano tumwangalie huyu hapa somebody ambaye kamaliza ada. Kuna Halima alipa ada ya kwanza, alipa tarehe 5 mwezi wa 6, alipa shilingi ngapi? Alipa 300,000. Tumeona je, huyu kamaliza ada. Alipa tena ada nyingine lini? Alikuwa daiwa 500,000. Huyu hapa kalipa ya ada ya pili, alilipa tena tarehe 5 lele mwezi wa 6, alilipa 200,000. Kwa huyu kamaliza. Halima kamaliza, kalipa 200,000, kalipa 300,000. Kwa kamaliza ada. Huyu hadaiwi, installment zote kalipa. Kwa ukija hapa kwenye payment, ukirudi hapa kwenye kipengele kingine, utaona huyo mtoto kashalipa ada zote. Je, kwenye report hapa ukimtafuta huyu Halima, mtafutie Halima nimuone huyu Halima vipi. Taingia hapa kwenye outstanding, mtamkuta Halima huyu hapa ka clean yote. Kalipa mara 2, installment zote 2 kalipa. Kwa hiyo adaiwi kwa mwaka 0. Na ile aina ya miamala yote iliyopo kayolipa yote ipo accumulated pale. Hata kama kalipa 5,500 mpaka 500,000, zote miamala hapo 100 itaonekana very clean. Twende kipengele cha ripoti. Hii ni kipengele muhimu sana kwa wahasibu. Hii kipengele kinasaidia sana kwa motivate walimu wa madarasa katika ukusanyaji wa ada. Hii kipengele kina motivate sana walimu wa madarasa, sababu mwalimu wa darasa usipomfuatilia na yeye anakuwa busy na mambo yake. Lakini ukimpelekea ripoti kwa wakati, aweze kuongea na wazazi, kuwakumbusha wazazi, itakusaidia sana. Kwa utaingia sehemu imeandikwa export PDF. Kwanza export PDF, hapa kabisa utaona kwanza unaambiwa chagua darasa. Select class. Chagua darasa, unataka darasa la 2. Tabonyeza download. Dakika kadhaa PDF yako itapanda na utaweza kuona ripoti. Kwa hiyo utakuta ripoti kama hii: jina la shule, jina la darasa, class payment report standard 2. Imetengenezwa na nani hii ripoti? Na mhasibu. Lini? Tarehe yake hii hapo. Namba ya usajili, jina la mwanafunzi, darasa, kiwango cha ada, kiwango alicholipa na kiwango ambacho anadaiwa. Total fees ni hii hapo. Darasa zima hili inadaiwa ada ambayo inatarajiwa kulipwa ni 3,306,000. Ada iliyolipwa ni 545,000. Ada inayodaiwa kwenye hili darasa mpaka sasa ni 3,05,000. Mwalimu wa darasa upo na nasubiri mshahara. Endelea kuhamasisha watoto walipe ada. Itakusaidia sana mmiliki wa shule, mhasibu na walimu wa darasa ni ndugu, lazima mpambane kuweza kukusanya ada. Kwa utataka ripoti ya darasa lolote unataka wewe na utapata ripoti yako. Hapa tuna darasa lingine. Tuingie hapa darasa la 7. Kwa hiyo baada ya kupitia process zote, kama mhasibu, umesajili wanafunzi, umekusanya ada, umepata ripoti, umegawa walimu wa madarasa, walimu wa darasa wataendelea kufuatilia malipo ya wanafunzi. Mfumo mzima wa mchakato wa ada utaendelea kwa njia kama hivyo. Na mfumo huu anayekusanya ada ni mhasibu wa shule pekee. Kwa mmiliki wa shule, ukipata mfumo huu unampa password mkuu, unampa password mhasibu ambao atakuwa anatumia kuingia kwenye mfumo wa ada kama akaunti yake. Lakini pia naye mhasibu una akaunti yako, unaweza kuingia kwenye mfumo ukaanza kuona mwenendo wa shule yako wa makusanyo ya ada bila mhasibu kujua kama umeingia au hujaingia. Unaelewa vizuri? Yaani mhasibu atakuwa anaendelea na kazi yake shule, wewe uko nyumbani unaingia kwenye mfumo, unaingiza password, ukiingia kwenye mfumo unaona shule yako kila kitu kuhusiana na masuala ya ada. Ila wewe mmiliki wa shule hautaweza kupokea ada kwamba wewe nimelipia hiyo niingie receipt.
Wewe ukiingia kwenye mfumo, ukitaka kukusanya ada lazima umtumie mhasibu risiti aingize yeye, wewe utaona taarifa. Baada ya hapo mhasibu tumeshapitia hatua ya mhasibu. Sasa tuone hatua inayofanya kazi mfumo kwa mmiliki wa shule. Sasa baada ya kuona mfumo unavyofanya kazi kwa kipengele cha mhasibu, sasa tuone kipengele cha mmiliki wa shule. Mhasibu yuko shule, mmiliki wa shule yuko kwenye majukumu yake mengine ya utafutaji, labda yuko nyumbani, yupo kwenye kazi yake nyingine, yuko nje ya mkoa, yuko mkoani na kazi zake za kiserikali, ana kazi zake za shamba na kazi zake zote. Hasa amekaa jioni akaona ngoja nipitie shule yangu, nione mwenendo wa ada, nikichungulia pia akaunti ya shule kule ina kiasi gani. Anaweza kuingia kwenye mfumo kwa password yake na username yake ya siri ambayo mhasibu hawezi kujua, na unakuwa unajua wewe tu hiyo username na password yako. Kwa utaingia, mfano kama hapo utaingia, utaandika manager, utaweka password yako hapo. Sasa hii password ya siri utabonyeza ya wow, mfumo umefunguka. Taarifa za shule ni ile ile, sio kama mmiliki wa shule ukiingia kwenye mfumo shule itabadilika. Hapana, shule ni ile ile moja, mnatofautiana tu majukumu na matumizi ya mfumo. Ukiona hapo umeingia, mkwambia user school manager, jina la shule ile shule yetu ambayo tulikuwa tunafanyia sample. Kwa hiyo utaanza wewe mmiliki wa shule, wewe unafanya kazi ya overall tu mfumo. Utaangalia na wanafunzi 103, okay. Ada ambayo imekusanywa hii hapo 445,000. Ada naodai zaidi ya milioni 10. Yaani 400,000 mpaka saizi. Ada ambayo unadai kwa wanafunzi milioni 10, milioni 100 na ushee huko. Sio fair kabisa. Sasa huyu anapokea 400,000 tu. Lazima uanze kupambana kama mmiliki wa shule. Kwa utaona hapo total fees, kiwango cha ada kilicholipwa na kiwango cha ada ambacho akijalipwa ambacho unakidai. Utaona hapo kama milioni 100 hivi ambazo hazijalipwa. Utaona wanafunzi ambao wamelipa, wote ambao wamelipa hata kiwango kidogo, ndio hawa hapo. Utaona wamelipa wanafunzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Walipa wanafunzi 10 tu kwenye wanafunzi 103. Hatari. Kwa mhasibu unaweza kuwasiliana naye. Kwa hiyo sehemu ambayo mmiliki wa shule unaweza kufanya, kama shule ni changa unaweza ukasajili wanafunzi. Kama shule ni changa unaweza kusajili wanafunzi. Kama uko wanafunzi ndio wewe unamiliki shule hiyo, unataka kusajili wanafunzi, unaweza kusajili wanafunzi. Hii sehemu mhasibu mmiliki wa shule pia anaweza akafanya kusajili wanafunzi wake wote, mmiliki wa shule. Hii sehemu ya payment mmiliki wa shule hawezi kufanya. Yaani mmiliki wa shule hawezi kukusanya ada. Yaani mzazi kaja na kulipa ada, mtamwambia nenda shuleni kalipe ada kwa mhasibu. Labda muwe mna makubaliano na mhasibu, unaweza kaingia ukalipa malipo ya ada, ukafanya ada sababu unakuwa na password yake, unaweza kaingia na ukafanya. Lakini sipendi kushauri wamiliki wa shule muingie kwenye masuala ya mkusanyo ya ada. Nyie ufanye na overall tu ya mfumo. Kwa hiyo mmiliki wa shule umeingia kwenye mfumo, umeona payment wanafunzi waliolipia. Mmiliki wa shule utaingia kwenye ripoti. Hii sehemu ya ripoti mara nyingi imekuwa ni changamoto kwa wahasibu kuwaleteni kwa wakati, hasa wahasibu ambao wako busy. Kio kifika subiri kidogo, kesho imekuwa ni mtihani. Kesho nitakufanyia
process ya kupata ripoti. Ripoti inachukua wiki moja. Hapana. Mmiliki wa shule unakaa nyumbani, unaingia kwenye mfumo, unaona kama hivi ninavyoona dashboard, kiwango cha ada kilichokusanywa, deni lililobaki. Kwa utaingia kwanza kupitia dashboard moja moja, utaingia outstanding kama unavyoona hapo, utaona amelipa watu, kalipa full mwanafunzi mmoja tu. Mmiliki wa shule, pambana. Mwanafunzi aliyelipa ada complete mwanafunzi mmoja. Huu mwezi wa 8 huo. Mwanafunzi mmoja lazima ufight. Lazima ufight. Lazima uweze kufight. Kwa baada ya hapo unaweza kaudi awali kuweza kudownload zile PDF. Mmiliki wa shule unaweza ukadownload. Baada ya hapo unakaja kuona wanafunzi ambao wamechangia, yaani wamelipa ada. Hata kwa hizo installment umelipa ada. Kwa hiyo ukaingia utaona kama hivi dashboard, wanafunzi wako waliolipia na mtu aliyepokea hizo hela. Tunaona hapa kiasi chake cha ada kilichokusanywa ni 474. Hizi hapo utaona malipo yako yote yalipo kwenye mfumo kama unavyoona. Kwa hiyo mfumo utakuwa uko very open kuweza kukusaidia mmiliki wa shule kufuatilia. Unataka print hiyo ripoti, ndio kwanza printing hapo. Print ripoti zako zote za malipo ya ada kwa wanafunzi wako wote. Utachagua kile darasa unataka wewe na printia. It's very easy. Unataka print ndio wewe unataka wewe kuprint. Kwa hiyo mfumo wetu unaweza kukusaidia katika kusimamia shule yako. Shule na wanafunzi 103 walipia ada na wanafunzi 18. Tena hawajalipa complete, wamelipa kidogo kidogo, mwingine 50,000, mwingine 100,000, mwingine. Kwa hiyo utajua kabisa shule yangu naiona wapi miaka 5. Usiangalie shule kwa leo, iangalie shule for way forward. Yaani shule yako naiona wapi miaka 5. Kama una wanafunzi 103, leo mwezi wa 8 wanafunzi walilipia ada na wanafunzi 18, ndiko nakupelekea walimu walipo mishahara. Mwalimu alipoja mshahara kama wanafunzi wamelipa wanafunzi 18. Shule inadai nje zaidi ya milioni 100. Shule imekusanya hela zaidi ya 400,000, 500,000. Bado safari ndefu. Kwa hiyo mfumo utakusaidia kuweza kusimamia shule yako. Hii ni shule ambayo tulikuwa tunafanyia sampling, shule ya mfano, tulikuwa tunatengenezea mfumo ili tunatumia mfumo kama kuonyesha namna gani ya kuendesha shule. Tumia mfumo wa ada, School Management System, Brainmaster Multiple School Fees Management System. Ndio suluhisho la utatuzi wa changamoto ya ada shuleni kwako. Mmiliki wa shule, pambana upate mfumo huu, utakusaidia sana kwenye kusimamia shule yako. Usimwachie mhasibu asimamie shule. Mhasibu hajui shule ulijenga vipi. Mhasibu ataondoka, shule yako itabaki. Tambua uchungu wa shule, unajua wewe mmiliki wa shule. Sasa kama una uchungu wa shule, unasubiri uletee karatasi, anza kufuatilia. Usikae nyumbani ukasubiri ripoti. Ripoti ichungulie, umwambie niletee ripoti, lakini unaichungulia. Sio kazi yake, niletee ripoti ila huku unachungulia. Ukiona alama ya taa anza kuzungumza naye mapema. Ndani mfumo wetu kupata ni bei ya jioni kabisa. Mfumo wetu ni simple kabisa. Karibuni sana.